Elimu hatarini. Hizi ndizo changamoto kubwa zinazowakumba wanafunzi Bagamoyo. Uchunguzi wa kina uliofanywa katika wilaya ya Bagamoyo umebaini hali ngumu wanazokabiliana nazo wanafunzi wengi wa shule za sekondari, hasa wale wanaoishi katika maeneo ya vijijini. Licha ya juhudi za serikali ya Tanzania kuhakikisha kuwa kila kata ina shule ya sekondari, bado wanafunzi wengi hulazimika kutembea umbali mrefu sana kila siku ili kufikia haki yao ya elimu. Umbali mrefu wanaotembea wanafunzi. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, baadhi ya wanafunzi hutembea kati ya kilomita 14 hadi 30 kwa siku kwenda na kurudi shuleni. Hii ina kinyume na mwongozo wa mwaka 2019 wa Ujenzi na Matengenezo ya Shule SCMS, ambao unaelekeza kuwa wanafunzi wa sekondari hawapaswi kutembea zaidi ya kilomita 5 kwa safari ya kwenda shule. Hali hii imekuwa kikwazo kikubwa katika mahudhurio ya wanafunzi darasani, uwezo wao wa kujifunza pamoja na usalama wao binafsi. Wanafunzi wengi hulazimika kuamka alfajiri sana na wengine hurudi nyumbani usiku, jambo linalochosha mwili na akili. Athari kwa masomo na maisha ya wanafunzi. Umbali huu mrefu una athari kubwa kwa wanafunzi. Wengi wao hufika shuleni wakiwa wamechoka, jambo linalopunguza umakini darasani na kushusha ufaulu wao kitaaluma. Aidha, baadhi yao hushindwa kabisa kuendelea na masomo kutokana na ugumu wa safari. Mfano halisi ni wa mwanafunzi mmoja aliyelazimika kuacha shule akiwa kidato cha kwanza baada ya kushindwa kumudu gharama za usafiri na chakula, pamoja na uchovu uliotokana na kutembea mbali mrefu kila siku. Ndoto yake ya kuwa mwanasheria ilikatizwa mapema kutokana na mazingira hayo magumu. Gharama ficho za elimu bure. Ingawa sera ya elimu bila ada imeondoa ada za masomo, bado kuna gharama nyingine zinazowakabili wazazi na wanafunzi kama vile usafiri, chakula na malazi. Gharama hizi zimekuwa mzigo mkubwa kwa familia maskini. Kwa mfano, baadhi ya wanafunzi hulazimika kulipa hadi shilingi 5,000 hadi 7,000 kwa safari ya bodaboda, gharama ambayo familia nyingi haziwezi kumudu. Pia, ada ya bweni inayofikia takriban shilingi 770,000 kwa mwaka imekuwa nje ya uwezo wa wazazi wengi. Changamoto za usafiri. Usafiri wa umma pia ni changamoto nyingine kubwa. Madereva wa daladala wakati mwingine hukataa kuwabeba wanafunzi wanaolipa nauli ya punguzo shilingi 300, wakipendelea abiria wanaolipa nauli kamili. Hii husababisha wanafunzi kuchelewa au kulazimika kutembea umbali mrefu zaidi. Katika hali ya kukata tamaa, baadhi ya wanafunzi hupokea msaada wa usafiri kutoka kwa watu wasiowajua, jambo linalowaweka katika hatari ya kunyanyaswa au kutendewa vitendo visivyofaa. Hatari za usalama. Safari ndefu pia imekuwa tishio kwa usalama wa wanafunzi, hasa wasichana. Njia wanazopita mara nyingi hupitia maeneo ya pori au yasiyo na watu wengi, hali inayoongeza hatari ya kushambuliwa, kunyanyaswa au hata kupata mimba za utotoni. Wazazi wengi wameeleza wasiwasi wao kuhusu usalama wa watoto wao, wakisema kuwa kila siku wanaishi kwa hofu watoto wao wanapokuwa safarini kwenda au kurudi shule. Juhudi za kusaidia wanafunzi. Mashirika yasiyo na serikali pia yameanza kuchukua hatua. Mfano ni shirika la Msichana Initiative ambalo lilitoa baskeli 50 kwa wanafunzi wa kike ili kupunguza changamoto ya umbani. Hivyo havyo, msaada huu umeelezwa kuwa ni suluhisho la muda mfupi tu, kwani tatizo ni la kimuundo na linahitaji mipango ya muda mrefu. Sababu kuu za tatizo. Chanzo kikuu cha tatizo hili ni muundo wa makazi uliotawanyika katika maeneo ya vijijini, pamoja na kuwa na shule chache zinazohudumia maeneo makubwa. Katika baadhi ya kata, shule moja pekee haiwezi kuhudumia wanafunzi wote kutokana na umbali wa vijiji vilivyo mbali. Aidha, miundombinu duni ya barabara na ukosefu wa usafiri wa uhakika unaongeza ugumu wa kufikia shule. Athari kwa jamii. Tatizo hili lina athari pana zaidi kwa jamii. Baadhi ya wazazi huchagua kuwafanya watoto wao wafeli makusudi katika mitihani ya darasa la 7 ili kuepuka kuwapeleka shule za mbali. Hii inaonyesha namna gani changamoto ya umbali imekuwa kubwa kiasi cha kuathiri maamuzi ya familia kuhusu elimu. Hatua za serikali. Serikali imetambua tatizo hili na imeanza kuchukua hatua, ikiwemo ya kujenga shule zaidi katika maeneo yenye mahitaji makubwa. Pia imeanza mpango wa kuanzisha shule za nyegeza, satellite schools, ili kupunguza umbali wa wanafunzi. Maafisa wa serikali wamesema kuwa katika baadhi ya maeneo tayari kuna shule 2 au 3 katika kata moja ili kupunguza umbali wa wanafunzi. Hitima. Kwa ujumla, hali ya wanafunzi Bagamoyo inaonyesha kuwa
bado kuna pengo kubwa kati ya sera za elimu na utekelezaji wake. Ingawa nia ya serikali ya kuhakikisha kila mtoto anapata elimu ipo, changamoto za umbali, umaskini, usafiri na usalama bado zinazuia mafanikio ya malengo hayo. Suluhisho la kudumu linahitaji uwekezaji zaidi katika miundombinu ya elimu, usafiri, pamoja na kuboresha hali za maisha ya wananchi vijijini. Bila hatua madhubuti, wanafunzi wengi wataendelea kukosa fursa ya elimu bora na ndoto zao zitaendelea kuzima kabla hata hazijaanza kutimia.